Yanga wameonyesha ni kwa kiasi gani wao wako very professional na kuna kitu ambacho kinawazuia wao kutofanya kile ambacho wanastahili kukifanya. Wamefika jana hiyo na jana hiyo wamefanya mazoezi, na kama umepita kwenye ukurasa wa Young Africans utakuwa umeona video mbalimbali, picha mjongeo mbalimbali zikiwaonyesha wachezaji wa Young Africans wakiwa gym, wakiwa wanaendelea kujipanga kuelekea katika mchezo wao dhidi ya JS Kabylie. Kitu ambacho nimependa kutoka kwao ni kwamba mazoezi yao yameendelea kama kawaida, na mtu anaweza akaniambia ilikuwa ni muhimu kwa kiasi gani Young Africans kufanya mazoezi mara baada ya kufika. Of course yale mazoezi yalofanyika yakuwa ni mazoezi magumu, bali yalikuwa ni mazoezi mepesi ya kurejesha mwili kwenye utimilifu. Lazima yale mazoezi yangefanyika tu. Siku ya jana Young Africans wamefanya hivyo, so yanakuwa ni mazoezi ya gym. Mtaendesha baiskeli, mtanyosha viungo, mtafanya nini. Obvious tunahitaga ni mazoezi ya kurejesha mwili kwenye utimamu. Mara baada ya hapo Young Africans siku ya leo ndo tunatarajia kwamba watakuwa wana sasa mazoezi ya kina ambayo sasa yanaweza yakawa yanaanza kudive in kwenye mpango mkakati wa Young Africans. Kumbuka kutoka hii leo kwenda siku ya kesho ya mechi, Young Africans wana saa 48 peke yake. Maana yake siku ya leo na siku ya kesho. Na siku ya kesho itakuwa ni siku busy kweli kweli. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tayari ukiwaangalia Young Africans wao wenyewe siku ya kesho watakuwa na press conference, watakuwa na pre-match meeting, watakuwa na nyakati ya kwenda uwanja ambao utaenda kutumika kufanya mazoezi. So inatosha kukuonesha ni kwa kiasi gani Young Africans watajipata kwenye nyakati kidogo ambayo lazima watumie huu wakati mdogo ambao walionao. Lakini tunawapongeza kwa sababu wamefika salama na wamefanya mazoezi ya viungo ambao kitaalamu nimekuambia anaopozesha mwili na kutafuta energy mpya sasa ya kuelekea mechi hiyo dhidi ya kikosi cha JS Kabylie. Asante.